أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم التعليم والتذكر التذكير النفع الانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله دلالة على خير ابتغاء مرضات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى فهم إنك تعلم wala na'lamu wa anta allamul ghuyubi. Wal ikhwa, tukiwa tupo katika mwendelezo wa mutalaa wetu wa kitabu chetu hichi Madarijul Ula, sharhi ya Tabarakatul Ula, kitabu cha muallif aitwaye Abil Mubarak Hasan ibn Umair Ash-Shirazi. Basi leo kwa idhni yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakuwa ni wenye kuendelea na mutalaa wetu ukurasa wa 8, shairi hilo ambalo linalosema wasawa almauta baina alkhalqi turra fakulluhum rahainu lilfanai. Wasawa almauta, na akafanya sawa sawa mauti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyafanya sawa sawa mauti kama hayo, baina alkhalqi turra, baina viumbe vyote, uwe tajiri uwe maskini, wote ni wenye kufa. Sikuwa yule mwenye mali nyingi yule hatakufa yule, na yule maskini ambaye hana kitu chochote yeye ndio mwenye kufa. La, hapana, bali wasawa almauta, na akayafanya sawa sawa mauti, baina alkhalqi turra, baina ya viumbe vyote. Wa kulluhum, wote hao, bimaana viumbe vyote hivyo, rahainu lilfanai, wapo rehani na kutoweka, wapo rehani katika kufa. Mwisho wa siku nao pia wataondoka katika ulimwengu kama huu. Tukija chini hapo anasema ya kwamba wasawa, na ameyafanya sawa. Nani huyo? Aidhul ula wal kibriyai, yule mwenye utukufu au yule mtukufu na yule mwenye kibri, mwenye ukubwa, mwenye kujitukuza, ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almauta, ameyafanya sawa mauti. Wa huwa, na hayo mauti, taghayyuru halin, ni kubadilika hali fulani. Wa intiqalu min darin ila dari, na kuhama kutoka dari dunia, hii nyumba ya ulimwengu, ila dari, kwenda nyumba nyingine ambayo ni nyumba ya akhira. Falaysa almautu, basi hayakuwa mauti, biadami mahdhin, ni kukosekanwa kwa kutakasika kabisa. Wa fanai sirfin, na kutoweka au kufa kwenye kutakasika kabisa. Kama ya'taqiduhu almulhidatu, kama wanavyoitakidi jambo kama hile wale wapingaji wale wa bwana, ukifa kwenye ulimwengu kama huu ndio ushakufa wewe, sijui kuna kufufuliwa hakuna, sijui kuhesabiwa hakuna. Si kuwa huku kutoweka katika huu ulimwengu, kufa, ukifa ndio umekufa kabisa. Kama ule bwana mmoja alivyokuja kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ameshika mfupa ambao umechakaa kabisa, akamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuhyi al'idhama wa hiya ramim, ni nani yule ambaye atakayeuhuisha huu mfupa hali ya kuwa umechakafuka kabisa huu? Hivi kweli Mungu ataweza kuhuisha mfupa kama huu hali ya kuwa mtu wala hajulikani, yani wala haionekani sura yake ni nani? Mtume akatuliza kichwa chake chini kidogo, pale pale Jibrili akapasua 7 samawati mpaka akafika kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia qul, sema, yuhyiha alladhi anshaaha awwala marra, huo mfupa atauhuisha yule ambaye aliuanzisha mara ya kwanza. Wa huwa bikulli khalqin alim, naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila kiumbe ni mjuvi, ni mwenye kukijua kiumbe kama hicho. Kwa hiyo la kama yadda'i almulhidatu, si kama wanavyodai au kama ya'taqiduhu almulhidatu, wanavyoitakidi wale mulhidun, wale wenye kupinga pinga kwa bwana ukifa ndio umekufa bwana, hakuna kufufuliwa wala hakuna chochote. Sivyo hivyo, bali ukifa mwisho wa siku utafufuliwa na Mwenyezi Mungu. Acha kufufuliwa tu hiyo siku ya mwisho pale kaburini pale, neema zote unazipata pale ikiwa mwema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie miongoni mwao, na uovu wote pia pale pale, madhambi yake, makosa, adhabu utazipata pale pale ukiwa ni muovu kama wewe, iyadhan billah. Anasema anaendelea musannif, baina alkhalqi turra, bimaana wasawa almauta baina alkhalqi turra, ameyafanya sawa mauti baina alkhalqi turra, baina viumbe vyote, ay jami'an bi'adlihi. Hii turra amefasiri kuwa jamia, manake viumbe vyote, bi'adlihi, kwa uadilifu wake. Sio kuwa kafanya hawa ninio wanaofanya dhambi hawa ndio watakaokufa, mathalan hawa wanaofanya matendo mema hawa wapo hai, au hawa matajiri hawa ndio watakaokufa, hawa masikini kwa sababu hawana kitu hawa watakaa milele. Hapana, wasawa, na akafanya sawa almauta, mauti, baina alkhalqi turra, ay jami'an, baina viumbe vyote, bi'adlihi, kwa uadilifu wake. Faqad yuqalu, huenda ikasemwa, kama tunavyojua kuwa qad ikiingia katika fi'li mudhari'i
inakuwa ya taklili, sio sawa na ile qad ambayo inaingia katika fi'li madhi kwa tahakiki na takriri, sawa. Kwa hiyo faqad yuqalu, huenda ikasemwa, innal mauta, hakika ya mauti, inqita'u tasarrufi al-insani 'anil badani, ni kukatika zile tasarrufi za mwanadamu, zile harakati za mwanadamu kutokana na mwili wake. Yani kufa manake ni kule kukatika harakati kwa mwanadamu, hawezi kushika kitu, kutembea, wala hawezi kufanya chochote. Wa khurujul badani, na kutoka kile kiwiliwili, an an yakuna, kutokana na kuwa, alatun lahu, kwa ni ala yake, kwa ni nyenzo yake, maana ile roho kutoka kwenye ule mwili wake, kwa sababu huu mwili ili uweze kufanya tasarufati mbalimbali wahitaji roho. Sasa roho kama hiyo imeshatoka muda kama ule, ndio wasema wa khuruju, na kutoka kwake, wa khurujul badani, bi maana wa khurujur ruhi, na kutoka roho kwenye mwili, sawa. An an yakuna, kutokana na kuwa, alatun lahu, ni ala yake hiyo, pia iweze kasema hivyo, na pia akaswihi maneno sawa. Asema fakulluhum, basi wote hao, bil ishba'i, kwa kuishibisha, wa kulluhum, fakulluhum, kuitaja kwa ishba'i. Wale watu wa lugha nikisema maneno kama haya wanaelewa vizuri. Bil ishba'i, kwa kuishibisha, kwa kuikaza, kwa kuivuta, ai al khalqu, anafasiri kuwa hivyo viumbe, rahainun, vipo rehani. Rahainu jam'u rahinatun, hiyo rahain ni jam'u na mufradi yake ni rahinatun. Wahia, nayo hiyo rahinatun, ma yurahanu, ni kile ambacho kinachowekwa rehani. Ai amefasiri mas'uluna, ni wenye kuulizwa hao viumbe. Min fanai, ai adamu, kutokana na kule kufa, manake kule kukosekana duniani. Watakapofufuliwa akhira, watakuwa ni mas'uluna, ni wenye kuulizwa kutokana na yale mambo ambayo wameyafanya, yawe ni mazuri, yawe ni mabaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika wale watu ambao ni wema hiyo siku ya siku. Asema qala Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu, hali ya kuwa ametukuka, kullu man 'alayha fanin, kila yule ambaye yupo ndani mwa dunia kama hiyo, ardhi kama hiyo, fanin, ni mwenye kutoweka. Fabutulanu shay'in min al'alami, basi kuharibika kitu kutokana na huu ulimwengu, wa adamuhu, na kule kukosekana kwake, ra'asan, moja kwa moja, wal musamma bil fana'i, huko ndiko ambako kunakoitwa kuwa ndio kufa. Yani kile kitu kimeharibika kutokana na ile hali yake ilivyokuwa mwanzo na ule uzuri wake, na pia vile vile kukosekana kabisa kitu kama hicho ndani mwa ulimwengu, ikawa hakipo na kilikuwepo, huko ndio kunaitwa alfanau, kutoweka, kwa maana ya kufa. Waqala Ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni yenye kuonja mauti. Kila nafsi, kullu hapo kama wenyewe wanavyosema ni kullu ya kulia, bi maana kila kitu, isipokuwa tu kuna baadhi ya vitu ambavyo vimeweza kuvuliwa, kama hapo tulipotaja kule nyuma, sijui kuna arshi, kuna kursi, kuna lauhi, kuna roho hizo, Kwa hiyo hapo kila kitu ni chenye kutoweka, lakini si vitu vyote, baadhi yake vitakuwa ni venye kubakia. Kullu hiyo ndo kama ile kullu ambayo ipo katika surati Ahqaf, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, tudammiru kulla shay'in biidhni rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum, alipozungumzia ule upepo ambao umekuja kuangamiza wale watu wa Adi. Kwa hiyo akasema kuwa tudammiru kulla shay'in, upepo kama ule unaangamiza kila kitu, katumia ile kullu ile, lakini maana yake hapa ukiangalia kile ambacho alichokikusudia ni vitu maalumu, ni baadhi, si vitu vyote ambavyo viliweza kuangamizwa, bali kuliangamizwa wale waume zao na wanawake na watoto na mali zao na wanyama, lakini mbingu na ardhi havikuangamizwa. Lakini kwa lafdhi ambalo alitumia pale ni kullu, na mbingu na ardhi pia ingia hapo hapo. Kwa hiyo sio kila kullu ni shamilu, ni yenye kukusanya kila kitu, kama alivyosema pale, kullu bid'atin walalatu, kullu bid'atin, kila bid'a ni upotevu. Sio bid'a zote, bali kuna bid'a nyingine ingawa yaonekana ni bid'a, lakini ni bid'atun hasana, ni bid'a nzuri. Tuache haya, si katika mambo yetu, tuendelee na hili letu ambalo tumelikusudia. Anasema kullu nafsin, kila nafsi, dha'iqatul maut, ni yenye kuonja nafsi, yenye kuonja umauti. Manake nafsi yoyote ambayo ipo katika ulimwengu kama huu na ina roho, inapumua, basi mwisho wa siku itakuwa ni yenye kutoweka katika ulimwengu kama huu. Asema fiha sarahatu, ndani yake kuna uwazi kabisa, alhukmi alladhi, ya hukumu ambayo kwamba hakamahu alhakamu, amehukumu hakimu, hukumu kama hiyo, alhakamu, yule mwenye kuhukumu, aladlu, ambaye ni muadilifu.
fiha sarahatul hukmi, ndani yake kuna hukumu ya wazi, alladhi hakamahu alhakamu, ile hukumu ambayo ameihukumu hukumu kama hiyo, alhakamu, yule mwenye kuhukumu, aladlu, ambaye ni mwadilifu, ni naatu ya hakam, fi taswiyati almaut, kwa kuyafanya sawa mauti, baina khalqihi, baina viumbe vyake, izalata anhum litaali, kwa ajili ya kuondoa kutokana na hao viumbe, ataali wa taadhumi, kule kujitukuza na kule kujiona mtukufu. Wa talaban, akataka, minhum, kutoka kwao, limusawati, kulingana sawa, wa taaduli, na kufanyana uadilifu. Wa talaban, akataka Mwenyezi Mungu, si wa talaba, sawa sawa, wa talaba ndio changu kidogo hapa, ina mtihani. Wa talaban minhum, na kutaka kutoka kwao hao viumbe, limusawati wa taaduli, kulingana sawa, na pia vile vile kufanyiana al-adala, uadilifu. Maana ajua kuwa hapa sikufanya uadilifu nitakufa mimi, na nikifa mwisho wa siku inakuwaje? Na sikufanya uadilifu, itakuwa ni mtihani. Liyabqa naw'u al-insaniyati, ili kubakia ile namu, sampuli ya kibinadamu, fi rahati wa saada, katika raha na utukufu. Wa hakadha, na namna kama hii, khalaqahumullahu, amewaumba hao viumbe Mwenyezi Mungu, min ma'in mahini, kwa kupitia maji ambayo ni dhalili, litilka alhikmati, kwa hikima hiyo, albaligha, yenye kwenda mno. Fa idha tadhakkara alinsanu, pindi atakapokumbuka mwanadamu, almabda alladhi, mwanzo ambao, budia, ameanzwa nao mwanzo kama huo, kuwa yeye anatokamana na maji ambayo ni dhalili. Kwa hiyo hata kama kuwa yeye anatokamana na maji dhalili, sasa kwa nini anajitukuza? Kwa nini anafanya kibri? Kwa hiyo wa hakadha, na namna kama hii, khalaqahumullahu min ma'in mahin, amewaumba wao Mwenyezi Mungu kwa kupitia yale maji ambayo ni dhalili, ili liyabqa naw'ul insaniya, ili kuweza kubakia ile sampuli ya wanadamu, fi rahati wa saada, katika raha na utukufu, katika raha na utukufu. Wa hakadha khalaqahumullahu, na namna kama hii ndivyo amewaumba Mwenyezi Mungu, min ma'in mahin, kwa ile maji dalili, litilka alhikmati albaligha, kwa ile hikma ambayo yenye kwenda mno. Kwa hiyo fa idha tadhakara al-insanu, atakapokumbuka mwanadamu, almabda alladhi budia, ule mwanzo ambao ameanzwa yeye, kwa ameumbwa na kitu ambacho ni dalili, ijitanaba, basi itakuwa ni sababu ya kujiepusha, an asbabil fawahish, kutokana na sababu za uovu, wal munkari, na mambo mabaya, wal baghi, na pia vile vile atajiepusha na dhulma, alladhi, ambayo kwamba, yasiru fihi, huwa ndani yake, imtathala ila awamirillahi, kwa kujiepusha huko huwa ni mwenye kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, wastaadda bitawbati, na atajiandaa kwa ajili ya toba, wal inabata, na kurejea, maana kurejea kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Faqad istawa al-abidu wal arbabu, afwan, hapo kidogo nimetia fataha kwenye sehemu ya kasra hapo, wastaadda, na atajiandaa, bitawbati wal inabati, sio wal inabata, wal inabati, na kurejea kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anasema faqad istawa, wa hakika wamelingana sawa, al-abidu wal arbabu, watumwa na waungwana, wamelingana sawa kwenye mauti hao. Ya rahaina al-mauti, ewe rehani wa mauti wewe, wa aghrad al-manaya, na ewe dango la mauti. Al-aghrad kwa maana ya ile sehemu ambayo mtu hujifundisha kulengea shabaha, ima iwe ni ukuta au uwe ni mti. Kwa hiyo wewe mwanadamu, yale mauti huwa yanakulenga wewe. Kwa hiyo wewe ndio lile dango ambalo huwekwa mbele, mwisho wa siku uweze kulengwa. Kwa hiyo ya rahaina almauti, ewe rehani wa mauti wewe, wa aghrad almanaya, na dango la mauti, yani sehemu ya yale mauti kulengea shabaha ni wewe. Mambo haya anaendelea kusema Sheikh Hassan ibn Umair Ash-Shirazi, wa'lam, najua ya akhi, ewe ndugu yangu, rahimakallahu, mola kurahamu, anna dhikra al-mauti, hakika kuyakumbuka mauti, yurithul istish'ara, kunarithisha hisia fulani hivi, ni maana yake unahisi muda wowote, wakati wowote, mimi naweza nikaondoka hapa. Kwa hiyo naondoka nikiwa na hali gani? Kwa hiyo yurithul istish'ara, kunarithisha hisia, wal inziaji, na pia vile vile kunarithisha kuweza kujing'oa kwenye nini? Kujing'oa kwenye mambo ambayo sio. Wa talabil khuruji, na kutaka kutoka, min hadhihi dari alfaniya, kutoka kwenye hii nyumba ambayo yenye kutoweka, ambayo ni dunia. Watawajjuhi, na kuelekea, fi kulli lahadhatin, katika kila muda, ila dari albaqiya, kwenda kwenye nyumba ambayo imebaki, au kwenda kwenye nyumba ambayo ni yenye kubakia. Kwa maana mtu anapokumbuka mauti, basi
basi kuna kitu fulani pale kwake yeye kitakachozalikanwa nacho ni nini? Ni kuhisi kuwa mimi muda wote naweza nikaondoka. Kwa hiyo kutamrithisha huko kuweza kuhisi jambo fulani kama hivyo, na pia vile vile kutaweza kumrithisha mtu kama huyu kuweza kujing'oa katika yale mambo ambayo yuko ndani yake ambayo sio, na pia vile vile atatamani kutaka kutoka katika ulimwengu kama huu ambao wenye kutoweka na kuelekea wapi? Akhira, kila muda wake, yani kila kitambo chake, kila lahadha yake, kwa kuweza kujiandaa kwa zile amali nzuri nzuri. Anasema qala sallallahu alayhi wasallam, akthiru min dhikri hadhimi ladhati, kitirisheni kutokamana na kukikumbuka kile ambacho hadhimi ladhati, chenye kukata ladha, chenye kukata ladha mbalimbali. Fa innahu, kwani hakika kufanya hivyo, yumahisu dhunuba, unafuta madhambi. Ukikumbuka kuwa mimi mwisho wa siku nitakufa, basi kufanya kuwa katika hali kama hiyo, basi itapelekea wewe kuweza kuyachachisha yale madhambi. Mwisho wa siku utafanya tauba, madhambi yafutwe. Kwa hiyo zahidu fi dunia, na kuna kupa nyongo katika ulimwengu, yani kutakupelekea wewe kutokuitanguliza sana dunia. Bali insanu, basi hakika mwanadamu, la yakhalu an halataini, hatakasiki kutokamana na hali mbili. Ipi hiyo? Dhiqun wa sa'atun, shida na raha. Dhiqun, dhiki, wa sa'atun, na ukunjufu, maana zile raha. Wa ni'matun, na pia vile vile siku hii ima atapata neema, wa ni'matun, na balaa. Yani hatakasiki kutokana na hali mbili, siku shida, siku nyingine raha, siku nyingine taabu, siku nyingine amani. Asema fa yahtaju ila dhikri almauti, basi huhitajia mwanadamu kuyakumbuka mauti, liyukhaffifa anhu ba'dha ma huwa fihi, ili mradi kuweza kupunguza, kukhafifisha baadhi ya yale ambayo yeye yuko ndani yake, min su'ubati shida, kutokana na zile tabu za shida, wa ghaflati ni'ami, na ule mghafala, kule kughafilika kutokana na neema mtu kumjia. Kwa sababu muda mwingine mtu anaweza ukajiwa na neema ukajiona ni murtaha kabisa, umestarehe, ukasahau kuna kufa. Sema hebu acha ndio nikajichane bwana, kama vile hakuna kufa. Ni mtihani kweli kweli. Asema walamma kanat ad-dunya, zama ilipokuwa dunia, khuliqati, imeumbwa, lilfanai, kwa ajili ya kutoweka, wal akhiratu, na akhira, lilbaqai, imeumbwa kwa ajili ya kubakia. Qala, ay qala an-nadhimu al-fahimu, dunyana wa in milna ilaiha wa tala biha al-mata'u ila inqidai, na dunia yetu, na duniana, na dunia yetu, wa in milna ilaiha, hata kama tutapondoka kwenye hiyo dunia, tutaipenda zaidi hiyo dunia, wa tala biha, na zikarefuka kwenye hiyo dunia, al-mata'u, starehe, ila inqidai, basi mwisho inakwenda kumalizika. Insha Allah tuishie hapa, tuendelea katika darasa linalokuja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie innal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh.